kitu nikuonyeshe kitu fungua, na naomba hii nisomewe na mtu mmoja Kizungu kwa Kiswahili, moja Kizungu Kiswahili, nisomewe haya Zaburi 92 mstari wa 13 na 14. Nenda hapo haraka, 92 Zaburi, na msiposimama kusoma nitaamsha mtu asome. Usimame, watu wasome Biblia mbele ya kanisa ukiwa umeketi. Hiyo ni enough. Excellent. Zaburi 92 verse 20. Naona pole. Sikuwa ndio leo tunakula kombo. Unaona kwa kusoma kila mira wanataka ndio na sisi ndio bila pole. Kabuna. 92 verse 20. The Bible says, those that be planted in the house. Those that do talk to me, ndugu yangu kwa hapa mbele. Tunaangalia kipesa hapa. Those that do, nataka tuwe tunaongea kama na Biblia. Those that do planted. Nani na Biblia Kiswahili hapo? Wa Kiswahili aje? Njoo hapa address. Njoo hapa. Soma. Wale waliopandwa katika nyumba ya Bwana. Wale waliopandwa. Kila mtu sema kupandwa. Sasa sikia vizuri, sema kupandwa. Sasa ukipanda mti leo asubuhi, ikifika saa 10 umeongoa, umeupeleka nyuma ya nyumba. Ikifika asubuhi kesho umeongoa, umeupeleka mbele ya nyumba. Kesho kutwa umeongoa, umeupeleka kwa mfereji, karibu na mfereji. Baada ya wiki umeongoa, umeupeleka kwa geti. Huo mti utakuwa utakuwa. Ongea na mimi nikusikie. Watu mbona mwongeni? Wewe umeokoka kunishinda. Hiyo mti itafanya nini? Nyauka. Those that be planted, they are planted. Wamepandwa. Mizizi wanayo, wamepandwa. Shall flourish. In the courts of our God. In the courts of our God, so shall they flourish. Mwambie jirani, pandwa katika nyumba. Pandwa katika nyumba. Na mapepo ni nani? Nabii nayo bila kuombea. Nasikia tu. Shida yako wewe ni kwamba ulipotoka kule Redeemed Gospel ukaenda GCC. Ulipotoka ukakimbia pale kwa Mafole. Ulipotoka pale kwa Mafole ukaenda ukajaribu deliverance. Hivyo na wewe ukaenda full gospel. Ulipotoka ukakuja hapa. Na hapa tayari unaweza kupiga mahesabu. That is what is eating. Hiyo ni cancer. Yeah. And before you realize you'll be done. Mwambie jirani yako hiki kiwe kituo chako cha mwisho. No, kiukile mwingine hajasikia, mwambie. Nasikia mapepo hapa naondoka. Nasikia naondoka. Geukia wale wa nyuma, mwambie kile kituo chako cha mwisho. Mwana hukaa. Mwana haondoki. Mimi nilizaliwa ni mwalimu, babangu mwalimu, mtu wa hasira nyingi. Mwalimu wa hesabu ni watu wa hasira. Kidogo kofi, kidogo ugumi. Siku moja nikauliza ndugu yangu mkubwa, kwani huyu ni baba kweli alinizaa, mbona ananionea hivi? Ama mimi nilitoka kule kwingine, baba hayuko, mama hayuko, akanichukua akaja kunilea huko. Ananisumbua sana. We wouldn't stay in the same house with my father. We fought. Lakini singeondoka, nilikuwa mwana. Siku nyingine akasema, unajua haujui, he came to my house and now he's talking to my children. Anaambia watoto wangu, hamjui huyu baba yenu mahali nilitoa upumbavu kwake. And that is why you are a good father. Amen. Kuna upumbavu nilitoa hapa. Maana kazi ya mwalimu ni kutoa upumbavu. Kuna walimu kwa nyumba, wanyoshe mikono. Amen. Kazi ya mwalimu ni kutoa nini? Upumbavu. Baba akanitoa upumbavu. Today is proud of me. Kila mali akienda anasema, mwanangu mchungaji, mwanangu amebarikiwa, mwanangu ameinuliwa.
Mungu amemtenda wema, akai wiki kuisha bila hajakuja kwangu ofisini. Akija kule na mwachia kile kiti changu cha kuzunguka, nasema nilimtoa upumbavu. Nilimtoa upumbavu. Kazi ya mama ni kutoa upumbavu. Anakuja kwangu nyumbani. One day alikuja mahali ninajenga my residential house, akaambia contractor, sikia, huyu jamaa, hii pesa unakula ni yangu. Hii pesa unakula ni yangu. Nikaambia kwamba Mikungu ametishia fundi. Nikasema ni sawa. Sasa kuna mzee amekuja kutishia sana, amesema pesa ni yake, kwani nyumba ni yake? Ndio, ni yake. Alinitoa upumbavu. Geukia jirani, mwambie kazi ya mchungaji ni kutoa upumbavu. Kazi ya mchungaji. Wengine hapo hataki kutolewa upumbavu. Upumbavu ukitolewa, mchungaji amenitukana, mchungaji amenihubiri, mchungaji ananiongea hata kwa madhabahu, mimi sitaonekana hiyo kanisa mwezi mzima. Upumbavu ndio unakusumbua. Nasikia kuna pepo hapa namtoa hapa. Nasikia kuna pepo anatoka hapa. Amen. Ndugu yangu soma. Moses, you are a great man. Unite kwa roho yako, mimi nitakuja kutoka kwa. Amen. Uzoe bali wewe hapa. They shall still bring forth food in old age. They shall do what? Bring. No, talk to me. They'll do what? Bring forth food. They shall bring fruit In old age. in their old age. Amen. They'll still be fruitful. Amen. Even in their old age. Amen. Wao hawazeki, wanazaa. Hawana menopause. Mwambie jirani, ukidumu katika nyumba hakuna menopause. Hamna. Wengine wajui menopause ni nini, mwambie. Ukidumu katika nyumba hakuna kufunga. Unazaa, unakuwa kama Sara, miaka 75 bado anazaa. Maandiko yanasema hata that is chapter 18 of Genesis. Hata alikuwa amepoteza ufahamu wa starehe. Lakini majira yalipofika, ile feeling ikakuwa revived, and that night sasa ikapatikana. Kwa jina la Yesu Kristo, hata uzee wako utazaa. Utazaa. Nasikia tukafini nikamekuja tukamda. Kumbe nikamtoto kanaingia. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Hata kama ulisahau miaka 15 hiyo mambo inafanywaga. Itakuwa. Nasema itakuwa. Itakuwa. Bwana sifiwe sana. Eti utazaa hata kwa uzee wako. Me, I believe I'm not going to die like a grasshopper. Hii maono nitaibeba hata kwa uzee wangu. Amen. Injili hii nitahubiri kwa uzee. Mambo nitaenda. India nitaenda. China nitaenda. Dubai nitaenda. Amerika nitaenda. Hata nikiwa nimezeka natembea hivi. Nitazaa hata katika uzee wangu. Ukidumu in loyalty, you are going to be fruitful even in your old age. Amen. Usio mtu wa kuhamahama. Sababu za kuhama ziko nyingi. Asante. They shall be fat and flourishing. Eti? They shall be fat and flourishing. Eti? They shall be fat. Turudini mwa vile amesoma. They shall do Fat and flourishing. Flourishing. Ile fatness ile unono usilo minyoo. They will be fattened and flourish. Tell your neighbor, fat and flourishing. Fat and flourishing. Your account will be fat. Your family fat. Amen. Your marriage fat. Amen. Everything fat. May the Lord fatten you. Amen. He will fatten you. Amen. I say He will fatten you. Amen. And you will flourish. Amen. 2019 you will flourish. Amen. 2020 you will flourish. I wish you shouted a bigger amen. 2020 will flourish. I say 2020 will flourish. 2021 will flourish. 25 will flourish. 25 will flourish. You will flourish in future. Your future is bright. You shall flourish. I say you flourish. Amen. Yes,
wale waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Watastawi katika nyua za Mungu wetu. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Watazaa matunda hadi uzee wao. Watajaa utomvu. Watajaa utomvu. Watakuwa na ubichi. Watakuwa na ubichi. That is your portion in Jesus' name. Everybody say, I say that is your portion in Jesus' name. Amen. Shout 3 amen. 3 amen. Shout 3 amen. That is your portion in Jesus' name. Amen. God bless you. Wale watu ambao walikuja mwaka wa 2013 when did we start our church? Na wametembea na mimi mpaka sasa. I have prophesied to them, I have prayed to them. Hata walikuwa hawana kazi, they have sown in my life, they gave me their money, they paid their time, they fed my family, they paid my house rent, they fueled my cars, they took care of me. I am so sure today you come to voice. Nikikuamshia wale watu wenye wamebarikiwa before my eyes, those are the people who have walked with me. I can show you if you come today in my church. There were better churches they would have gone. Some churches were complete. Even when we had attended, when you go in a floor, they were there, they stayed. They would drive their cars on Sunday and come with their children, and they paid a price with me. Sometimes I was so mad. Sometimes I was so crazy and mad. I look like I'm not in need of them. Na kumbuka mama mmoja aliniambia hata pastor usimame kwa madhabahu unifukuze siondoke. Kwa sababu pastor ulikula sadaka. Kula ulikula. Niondoke hapa nikiwa sijabarikiwa siondoki ngo. Changu nikula na mimi mpaka nibarikiwe. Hapa tuko na wewe. Tunajua mama ni Kisiraki. Alipoenda kwa Elisha akampatia Gehazi, akamwambia na kutuma na huyu mjakazi wangu kwa sababu the grace of God upon my life iko juu yake. Kwa hiyo nenda na yeye aende amwangalie huyo mtoto, amuombee mtoto. Mama mshunemu akasema sitaki. Huyu Gehazi si yeye alimkamilia huyo mtoto, ni wewe. Amen. Kwa hiyo tunaenda na wewe, akamdanganya mtu Mungu. Amen. Akamwambia nimefunika fungu la 10. Nyumba nikakujengea. Kinara cha tano nikakuwekea. Nikakuwekea kitanda. Mbona mimi nacheza? Si mchezo wa kweli. Elisha akasema hii ni kali. Hii ni kali. Akasema sasa tuwe kusema ni ndani kwa mtu wangu. Kana ambia tena. Alipofika kule Elisha, mambo yalikuwa mabaya. Maana mama alikuwa kumu. Mimi hakuingia kwa jua. Siku moja akatoka ni dhamira ya Mungu. Nilibidi Elisha awe mimi. Mungu mmoja. Ikifika mahali Mungu anakosa usingizi kwa sababu yako. There is something you have done over his life. Amen. Kuna watu kule mimi hata sishughuliki nao. Napita tu because you don't honor what God has called me to do. You don't serve what God has called me to do. You don't honor the vision that God has given me. So if you don't honor God, God will dishonor you. Sasa kuna watu ambao wanaletea wachungaji shida ni visirani. Wanataka tu wachungaji wakati wako na shida, lakini wakati wamepata hawana haja na wachungaji. Do you know the people who came in my church, I prayed to them, they had no husband. I gave them husband. Hata kuwasimamia. Kuna wale hata mimi nilisimama, ndio kanisa hili nitoe ninunue mchele na nguo za kuvaa siku ya harusi. Nilisimama and they still left. Do you know that? They needed me. Hao ndio walitembea na Daudi pale kwa cave. And because they needed protection, they stayed with David in the cave. And when it was over, they disappeared from David. They were not among the army of David. And we have such in church. They only come when they are in need. Wanataka mchumba. Wanataka kanisa lisimame na wao wakati wa harusi. Wanataka kazi. Wanataka pastor awasaidie. But when they have what they wanted, they disappear. That is not a blessing. Lakini kuna wale ambao tumetembea wote katika njia nyembamba, katika njia pana, katika mabonde na milima. Wanasema mchungaji, tuko na wewe. Mchungaji, tuko na wewe. Mchungaji, nitatembea na wewe. Hii tunaifanya.
Hii haijalishi ni kubwa namna gani, tutaifanya. Nitasimama na wewe, itakuwa sawasawa, njia zitafunguka. Wakanitia moyo. When I go in my prayer chamber, I pray. Ikifika mahali hapo kwamba unamwamusha huyu mchungaji usiku asimame na wewe, kuna mahali umegusa, kuna kitu umegusa. Many of us are not ready to pay that price. We only want to get and disappear. Elisha akafika pale akalala na maiti. Maana mama alikuwa anamngojea. Ukicheza ulikula hii maiti. Hakuna mchezo wewe. Ulikula fungu langu, sadaka ukakula. Nililipa nyumba yako, mafuta nikaweka kwa gari. Unacheza. Maandiko yanasema ile kijana akaanza kupata joto. Akapiga chafu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya saba. Akasema imetendeka, akamtoa nje. Namwambia ndio huyu. Kulikuwa kuna mchezo. Kulikuwa kuna mchezo. Bwana asifiwe sana. When you stay, God will bless you. Amen. Tell anybody loyalty. Loyalty. Ukikaa, Mungu anakubariki. Kuna tofauti ya watu waliokaa. Hao hiyo ni dalili, ni ishara ya Bwana. Hata dhoruba na mawimbi ije kiasi gani, wako. Namba 2, servant rule. Ninamaliza hivyo naupunga mkono ukwende kuna ya servant rule. Utenda kazi, uja kazi, utenda kazi. Yule mwana akamwambia baba yake, nimekaa nikikutumikia, sikukaa peke yake, lakini nilikuwa mmoja ya watumishi, nilikutumikia, lakini hakuna siku umechinja dhambi. I have served you. Yes, you are my father, but I serve you. Na hakuna siku umechinja hata ndama, umenipa ndama mchinji na marafiki zangu. What is this thing that keeps you here and you don't serve? I challenge you today to be a servant in the house of God. Amen. You cannot just be loyal, you become a servant. And let me tell you something that will help you now and forever. There is no servant that works in freedom. Every servant works in instruction. Amen. Hiyo hutaki kuandika. Hata wewe wale watu wako hapa na wako na housemaid. Do you leave your house like that? Aingie kwa bedroom, achukue kile anataka kuchukua, afanye kile anataka. Every morning before you leave that house, you give an instruction. There is no servant that works freely without instruction. We are guarded by instruction. Na Biblia inasema mwana asiyefundishika, asiyeonyeka, huyo ni mpumbavu. Si Mithali inasema hivyo? Huyo ni nani? Ni mpumbavu. So we work in instruction. That means unaweza kufanya, but if you don't follow the instruction, hata ufanye, still you will not be blessed. So it is service and instruction. You are instructed to serve. Kuna watu wako na bidii sana. Nilimwona mmoja pale kanisani kwetu, alikuja ana bidii sana. Sasa zote anasema, pastor, nataka vyombo niende crusade. Namwambia mimi sisikii mambo ya crusade yenu, nataka kwenda crusade, nataka niende crusade. Pastor, sijui nataka niende wapi. Pastor, nataka sijui kanisa kufanya nini. Ana bidii. Lakini ile kitu mwingine siku mwingine akamwambia, sikia, saa 10 nataka ufanye hivi. Kesho nataka uende pale ufanye. Kesho kutwa nataka uende pale. Hiyo nataka. Yeye anataka ile yake. Hiyo ni hatari. Nakwambia itakumaliza. Uko na bidii kweli, lakini ni kama yule sokisoki mwenye anaamka saa 9 za usiku, anafanya kazi, anabeba makabeji akipeleka sokoni. Akimaliza makabeji, viazi anapeleka. Akimaliza viazi ni mananasi. Akimaliza mananasi ni mzigo wa mitumba. Akimaliza mzigo wa mitumba ni saa 12 jioni. Anaanza kuregesha mitumba za wenyewe nyumbani. Saa 3 ndio anamaliza kazi. Pesa anayoenda nayo kwa nyumba ni 400 kwa siku. Na kuna jamaa aliingia saa 4 asubuhi ofisini, kwa sababu alikuwa anapata instruction. Anaingia ofisi saa 4,
na atatoka saa 8 anaingiza milioni 1. Na niangalia vizuri. Macho yenu yanakaa maua. Unajua jamaa akiamka asubuhi, hakuna kama mtu anamuinstruct, nikuchukua mkokoteni na kuanza kazi. Ndio unasikia hata na haras kila mtu kwa barabara, toka. Mzao na mama kuna wapo. Kuna pale Kongola Mombasa wote. Hana instruction. Anajiinstruct Mali makabeji yako anajua, mali viazi iko anajua. Lakini jioni ni kapi? 100 ni ya bangi, 100 nyingine ni ya mnazi, nyingine ni ya mwanamke, yaani ni mziki ya miraa. Viatu vingine kuanzia Januari. Suruali nile, supi nile, shati nile, nyumba nalala kwa mtaa. Na kuna jamaa yeye anaenda na instruction. Nenda kwa ofisi, ufanye hii na hii na hii. Saa 4 ofisini, saa 5, saa 6, saa 8 ametoka. Milioni imeingia kwa ndani. Amen. As a son, if you learn to work against instruction, you will struggle here. Na utatoka ukisema hili kanisa lina baraka. Hii madhabahu haina hapa. It is dangerous to have sons in the ministry who cannot follow instruction. When Jesus came from above, alikuja na akasema openly, clearly, I come from above. And what I say is what my Father is saying. What I do. Kile ninafanya ni kile babangu amenituma nifanye, si changu. Kile ninasema si changu, ni chake. Any son that does not honor instruction, he will fail, he will fail, he will fail. Watu watakuwa wanashangaa, huyu ndugu nilimpataga nikiingia Christ the King 2018, 2019 baada ya Christ. Huyu ndugu bado yuko hivyo tu. Ni kama wale mwalimu wangu wa Sunday school alinifundishaga kule nyumbani. Hata leo ni mwalimu mimi ameng'oka, hata sasa hivi mwalimu wa Sunday school. Hata Eunice ana meno. Bado mwalimu wa Sunday school, hata watoto wameanza kutoroka Sunday school sasa. Maana kuna ugopa kogoi. Ile kanisa yangu mashambani tu. If you work without instruction, and this is your instructor. Can you clap for him? Can you clap for your instructor? No, clap for your instructor. If you work against the instruction of your father, you will fail. Work in instruction. Clap your neighbor, tell your neighbor work under instruction. Tell your neighbor serve under instruction. Unaweza kuwa utumishi wako ni mzuri hapa, kila mtu anaupenda, lakini if you are working against instruction, I am telling you, haitaleta chochote kwako. When he asks you to come here at 8 in the morning and you come at 10, you are working against instruction. Sasa hii ndio tunamaliza nayo lengo la mambo ya mwisho na kuketi. Naomba maji mengi. Akikuuliza uje hapa saa 2 na ukuje hapa saa 4, you are working against instruction. Unanisikia? Utaomba msamaha, najua nilikuwa nimeshikika. Ni wangapi hapo umeandikwa kazi nione kwa mikono? Ni wangapi umeandikwa kazi ya wenyewe? Eti kila siku unachelewa na unatoa excuse. Mimi uje nashangaa na walokole, watu waliokoka. They are full of excuses even when they are failing. Kuwa unasema amen wakati nakunywa maji. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Eti kazi ya wenyewe sasa unatoa excuses. Sikuja, mara mtoto, mara utafuko. Lakini kija ni kanisani, we are full of excuses.
Kwa nini ukuja saa 2? Huyu pastor amekuwa so strictly. Huyu mzee anamsumbua sana, kwani ananiona mimi peke yangu. There are so many rebellious people in the church who don't want to work in instruction. They don't want to follow. Do you know, let me tell you as I finish. Tithing is an instruction. Read Malachi. Tithing is an instruction. You are not doing favor to this man of God by paying your tithe. It is an instruction that when you pay your tithe, the heavenly windows will open. And God will bring down the blessings. He will rebuke the devourer. He will even scatter your troublemakers. He will fill your barns that there will be no even space. That is an instruction. If you pay your tithe. Wengine hapa ni watendakazi hapa, but they don't believe in tithing. Kwangu mimi mchungaji nisikie, na naomba msamaha, sikuambii ufanye hivyo. It's an administration thing. There is no church leader who does not tithe. Bahasha zao zote ninaziweka kwa drawer ya ofisi. Kama mimi mchungaji wako I believe in tithing and you don't believe in tithing, zile blessing God amenipatia na nibariki nazo, it is through tithing, following an instruction. I tithe the tithe of tithe to my father in faith, and you don't tithe. Who are you? Mimi nazikusanya, namwambia yule accountant zile za watendakazi wote, wazee wa kanisa, waimbaji, zote hizo bahasha zilete hapa. Nikikosa mara 2 3 nakuita, kazi ndio ulifuta. Biashara ndio ulifunga. Mbona sioni? Ni kazi ulivutwa. Na mbona hukuniambia? Because it is an instruction. You cannot serve me. This is my pattern, and you don't believe, you don't follow the pattern. Church leaders mko hapa nifanyeni bye. Church leaders fanyeni bye. Naona mali fanyeni bye. Church leaders wote fanyeni kwa mnaogopa, fanyeni bye. I know you might not believe in what I'm saying, but that is true. Go read your scripture unless you have another Bible. That is the truth. In fact, the Bible says, my Bible, I don't know your Bible, you are cursed with a curse if you don't tithe. That is the Bible. Sasa unakuja hapa tukemea roho la umaskini. Hakuna roho la umaskini. Hiyo maombi ni sio mbiki. Toka roho la umaskini. Toka roho la umaskini. Toka. Nakuuliza wewe ulilipa fungu la 10? Hakuna kitu cha roho cha umaskini. Ulilipa fungu la 10. Kwa nini umaskini unakuonea hivi? Kwa nini unaonewa na umaskini? It is an instruction. Hata baada ya Yesu kufa msalabani na kuachilia neema, he left the instruction with us. There are things we need to follow the instruction. There is no servant without, and that is why we have a problem in Kenya. It is my prayer healthy department will go back to national government because county government have messed up with it. Do you know why? They don't follow the instruction, even from the court. Kuna kuwaga na shida kila mahali kwa society wakati kuna julikana kabisa these are the instruction and people stop following the instruction. There's a problem. It is the same thing in church. When we stop following instruction in servanthood, we fail. Na mbio mkuja hapa maombi, haukuji. Wewe program zako unajifungia. That is dangerous. When your man of God calls you for prayer, you don't come. But you have your own programs, zenye unazijibuni, hizo ndio unapatikana. I've seen that group involved and I chased them from church. I told them not in my church. Wameshikana na vijana wengine hapo eti wanajiita boy band wote. Alafu mimi nikawaita kwa maombi ya asubuhi ya waimbaji hawakuji. Lakini ile yao ile ya kucheza band yao ya boy band wameomba kanisa yangu na vyombo yangu ni wanatumia ndio wanapatikana pale. Nikapitia pale nikaona nani yuko pale? And they don't come for prayer. Siku nyingine nikapita pale nikasikia ile biti na chapa pale ni ya bangu.
Hadi mzee Ngala ameingia kanisa. Nikasema ni wale. Jumapili nikawaita kwa ofisi nikawaambia sasa ile na timu yenu. You don't follow my instruction. Number one, when I want you for prayer, you don't come. But you can come in, you can have your own program. The program that excites you. So now, don't practice in my church anymore. And that could die like that. It died like that. Because they need to be instructed. If you cannot be instructed by your man of God, I am telling you, you will go nowhere. And if you are here, you will not be following the instruction today, is the day you will repent. You will go nowhere. I am telling you for free. If as a servant, you cannot be instructed. So, one of the greatest signs of a servant, of a son, is servant. You follow the instruction. Kama mtumishi wako mwana akwambie, let him paint the vision over your mind. Akwambie fanya hivi, kaa hivi, vaa hivi, enenda hivi, njoo kwa maombi, wako wavaa hivi, nataka Jumapili kufanya hivi, on Tuesday nataka mwende huku. When you learn to do that, I am telling you, God will help you. I want to declare this verse to you. Anasema kwamba in chapter 15 verse 31, he said unto him, son, thou art ever with me, and all that I have is thine. Vyote vilivyo navyo ni vyako, kwa maana umekaa na mimi, umemtumikia vitu vingi. Sababu ya hiyo, vyote vilivyo navyo, ndugu yako tu amekula ndama, lakini vyote vile hata ndugu yako amevipata hapa, vyote ndugu yako aliviacha hapa ni vyako, kwa sababu ya umekaa na mimi. Praise the name of the Lord. Pigie Yesu makofi mazuri. Pigie Yesu makofi mazuri. Pigie Yesu makofi mazuri. Geukie jirani yako mwambie kutoka leo nimeingia sehemu yangu ya ukomavu. Nimekomaa. Geukie mwingine mwambie mimi nishakomaa. Nitakaa na nitatumika kwa hizo. Sema nitakaa na nitatumika sawa na maagizo. Sema amen mara tatu. Hiyo ni yako umesema polepole. Unajua amen inamaanisha let it be so. You are receiving the grace upon the sermon, the grace upon the word. You are injecting it in your spirit. So everybody shout 3 times amen. Amen. Naweza kufanya vyema zaidi hivyo, inua sauti sema amen mara tatu. Mimi nimefunga siku. Kwangu siku yangu imeingia hivi. Kwangu imefanya nini? Yangu imeingia. Simama kidogo, simama.